mafundisho ya siku ya leo, nimekuwa nikiangalia katika mafundisho haya nusu saa haiwezi kutufanya tukaweze kujua mengi juu ya wokovu, lakini naomba Mungu akaweze kutusaidia ili tukaweze yale tutakayoweza kufundisha tukaweze kuyashika na tukaweze kuyatilia maanani ili kaweze kuwa msingi katika maisha yetu. Nina noti nyingi sana, lakini niliamua nifundishe mambo yaliyo ya juu, sababu tukisema ni kuzama kufundisha wokovu itakuwa tutaenda sana na tutakamilisha. Kwa hivyo tulianza na kuona ya kwamba ukombozi au wokovu unamaanisha ukombozi, na tukazungumzia juu ya damu iliyotosha ya ukombozi. Hiyo yote tumeizungumzia hiyo damu, na tukazungumza mambo mengi yaliyo mahali pale, na tukaweza kuangalia maandiko ya Bwana. Damu ya Yesu Kristo ilitosha kwa kutukomboa, na bila uhakikaji wa damu hakuna upatanisho ama uhusiano wa wanadamu na Mungu. Na naomba tukaweze kusoma katika kitabu cha Waebrania 9:22, na tukaweza kusoma pale Biblia inatuambia kwamba damu ya Yesu ndiyo inayotupatanisha na Mungu, ni sababu sisi tulikuwa mbali sana na Mungu, na vile tulikuwa mbali sana na Mungu, basi hatungeweza kumkaribia huyo Mungu kwa sababu ya dhambi zetu na kwa sababu ya makosa yetu tuliyokuwa nayo katika maisha yetu. Na kwa hivyo katika maandiko yale tunayosoma, Biblia inatuambia katika Kiingereza, in fact the Lord requires that nearly everything be cleansed in the blood, and without the shedding of the blood there is no forgiveness. Bila umwagikaji wa damu ndivyo tunayoambiwa kwamba hakuna ondoleo la dhambi. Na hii si ile damu siku hizi niliwaambia kwamba nimeenda mahali tofauti, na sana unakuta kwamba sisi wa Kikuyu tunaenda ya kwamba tumerudia zile itikadi za mbuzi na nini, na unakuta kwamba watu wanafundishwa kwamba damu ya mbuzi inaweza kuokoa, inaweza kufanya. Na nikawaambia kwamba nilienda upande wa Katunu mazishi, na askofu aliyehubiri alikemea sana mambo za itikadi. Nafikiri kila watu tulio hapa, sababu tuko makabila tofauti, kuna Wakamba, kuna vile wanaenda katika itikadi zao katika kinyume na mambo yale wanaofanya. Lakini Biblia inatuambia kwamba bila umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Alafu tunapoendelea katika hilo jambo, nataka tusome mistari tu chache katika kitabu cha Walawi, Leviticus 17:11, ndio tukaweza kutoka pale tukaweza kusoma hapo, alafu tuingie katika jambo lingine lile ninataka tukaweze kuangalia siku ya leo. Leviticus kitabu cha Leviticus ama Lawi, mambo ya Lawi ile 17 mstari wa 11, damu hufanya upatanisho ama uhusiano wetu na Mungu. Ndivyo Biblia inavyotuambia ya kwamba damu ya Yesu Kristo ilifanya tuwe na upatanisho wetu na Mungu, na kama sio hiyo damu
hatungeweza kumkaribia Mungu, hatungeweza kumjua huyo Mungu. Lakini Biblia inatuambia kwamba anyone, whether native born or foreigner, who eats anything found dead or torn by wild animals, but wash their clothes and bathe in the water, and they will be ceremonially unclean till evening, that they will be clean. Ili kusema ya kwamba nilikuwa nasema 11, hebu tuweke 11. Sasa ni hiyo 17:11. Tunapoendelea kuangalia basi tunaweza andika, sababu hatuna wakati mrefu sana wa kuandika, lakini Biblia inatuambia kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanya upatanisho kwa sababu ya nafsi. Damu ile, wakati ule wana wa Israeli walikuwa wanapewa ile hali ya kuchinja mbuzi, na ile mbuzi ilikuwa ni mfano wa kondoo, ilikuwa ni mfano wa Yesu Kristo atakayekuja kama mwana kondoo wa Mungu. Na hapa tunaambiwa hakuna upatanisho wowote bila ule umwagikaji wa damu. Kwa hivyo ili tukaweza kupatana na Mungu, usiende kutafuta kuoshwa, kutakaswa katika mila zenu, katika mambo yenu ya kule nyumbani. Unaambiwa kwamba utafanywa hivi, utafanywa hivi. There is a lot of cleansing, yani katika itikadi za watu makabila tofauti. Lakini damu ya Yesu ndiye wezaye kutuosha. Damu ya Yesu ndiyo inayeleta upatanisho kati yetu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ninataka tuende katika jambo lingine bila nataka tuingie ndani yake siku ya leo. Nilikuwa nataka tuone hapa, tuliona habari ya damu ya Yesu. Hapa nataka tuone kitu kinaitwa njia ya wokovu, the way of salvation. Chanzo cha wokovu tunaweza kusoma katika kitabu cha Zaburi 3:8. Mtu anaweza kusomea pale, na mwingine atusomee Zaburi 37:39, chanzo cha wokovu. Alafu pia katika kitabu cha Isaia 45:21 mpaka 23, na Matendo, Acts of Apostles 4:12. Wale wamepata wanaweza kusomea na ili tukaweze endelea. Zaburi 3:8 inasema, wokovu na Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu. Kupasa sauti na usimame. Mara nyingi tukisoma kama tunasimama ni vizuri. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 3:8 inasema ya kwamba wokovu una Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Wokovu una Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kusema kwamba hakuna njia yoyote mwanadamu awezaye kupata wokovu isipokuwa ni katika Mungu. Mara nyingi tunatafuta njia hii, tunatafuta ile nyingine, tunatafuta matapiko ya aina mbalimbali, lakini Biblia inatuambia njia ya wokovu inatokana kwa Bwana, na ni Mungu tu pekee aliye na wokovu. Ule 37:39 aliyepata Zaburi 7:39 anaweza kutuambia. Kama umepata unaweza tu kusema na tusome. The salvation of the righteous comes from the Lord. Yes, that they are strong in time of trouble. Hii inatuonyesha vizuri wokovu wa wenye haki una Bwana. Yeye ni ngome yao wakati
wa taabu. Bwana sana. Kwa nini tunaenda kutafuta wokovu katika mambo mengine? Kwa nini tunaenda na tunaambiwa mambo mengine juu ya wokovu? Sio katika itikadi, sio katika mambo tofauti. Lakini Biblia inatuambia kwamba the salvation of the righteous come from the Lord. The salvation of the righteous comes from the Lord. Kwa hiyo wokovu wetu haukutoka katika mwanadamu, na utatoka katika mwanadamu, na utatoka kwa askofu ama kardinali ama fadha ama askofu mkubwa, hapana, ama papa, hakuna. Bali wokovu wetu, Biblia inatuambia kwa wale walio watakatifu unatoka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri unaanza kuangalia, je, niliokoka namna gani? How did I get saved? Unajua kuna baadhi ya mambo mengine yani mtu hawezi akasahau. Ukiniuliza vile nilivyookoka, ninaweza kukuambia wakati nilipokuwa nimeokoka, vile niliokoka. Ninakumbuka vizuri, tulikuwa katika Disemba, ilikuwa ni 24, tulikuwa tunaenda ile hali ya kuimba kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na tulikuwa vijana wengi. Alafu tukawa katika ile kesha, nikaalikwa na kupitia pale. Sasa kule kuzaliwa kwa Yesu, siku hiyo ndio mimi niliokoka. Bwana asifiwe sana. Wakati nilipojitazama na nikaangalia na nikaanza kuangalia huyu Yesu Kristo aliyezaliwa, alizaliwa kwa ajili ya nani? Na kutoka hapo nikaamua kufuata Bwana. Bwana asifiwe sana. Na mpaka siku ya leo ukiniuliza ulibatizwa nini, naweza kukuambia ile siku niliyoenda na nikabatizwa. Bwana asifiwe sana. Ukiniuliza vile ulivyoenda na ukapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ninaweza kukuelezea. Sababu kuna baadhi ya mambo yani it comes and stick in your heart. Sababu ni mambo yaliyo ya muhimu katika maisha yako. Na kwa hivyo tunapoangalia tujua kwamba wokovu hautoki kwa mwingine, bali unatoka kwa Yesu Kristo. Na kama unatoka kwa Yesu Kristo, ni vizuri tukaanze kuangalia kupitia kwa Yesu pekee. Hii tunaweza angalia, tukaweza angalia katika kitabu cha Isaia 45 mstari wa 21 na 22, na Matendo ya Mitume, Acts of Apostles 4:12, tukaweza kuona ya kwamba hii yote tunaangalia njia ya wokovu, the way of salvation. Njia ya wokovu ni vizuri. Yule aliyepata, tafadhali unaangalia katika Biblia zenu, alafu tunasoma mara moja, na ili tukaweza endelea, sababu hatuna huo wakati kubwa katika hili jambo. Nani aliyepata Isaia 45:21 na 22? Declare what is to be present. Present is, let them take counsel together who foretold this long ago. Who declared it from the distant past? Was it not I, the Lord? And there is no God apart from me, and righteous God and Savior, there is none but me. Sasa unapoangalia wokovu hautoki kwa mchungaji fulani. Kila kifungo pale kinatuambia kwamba and there is no God apart from me. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa mimi, na aliye mtakatifu, the righteous God and Savior, and there is none but me. Kwa hiyo Mungu ndiye anayetuokoa. Wakati tunapomwendea sisi, basi tunapata kuokolewa kupitia kwa yeye. Na hivyo ndivyo Biblia inavyotuambia, wala hapana Mungu zaidi ya mimi, Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Kwa hivyo wakati unapoenda kuangalia wokovu, ni vizuri ukaanza kudhibitisha, mimi niliokoka namna gani, niliopewa namna gani, nilimpokea Yesu kwa njia ya namna gani, ni uliopewa namna gani, ni mambo gani.
sababu kuna watu wanaombewa mambo tofauti, na unakuta ya kwamba mara nyingi mtu akija, sometimes because I do counseling, nauliza mtu umeokoka, ananiambia ndio umeokoka. Uliombewa wokovu na mchungaji, ama ulilala ukiota ukasema nimeokoka asubuhi? There are those things happen. Yaani mtu analala alafu anaota akiokoka, alafu asubuhi anasema these are the things zinatokea. Wakati mmoja wakati nilikuwa nikifanya kazi hapo, kuna huyu mama alikuja kwangu akaniambia kwamba niliota watu wakija wanapiga drum na nini na wakaniambia ninahitaji kuokoka, na mimi nikaokoka katika ndoto. Nikamuuliza, baada ya hayo yote ulienda kwa nani ya kuombea upate wokovu? Hakuna. Sasa lakini mimi niliamini nimeokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wokovu unatoka kwa Mungu, na pale ndipo tunapata upatanisho wetu na Mungu. Alafu katika Matendo ya Mitume 4:12 tunaweza iangalia, na tutaenda hiyo ingine Acts of Apostles 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which must be saved. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Haleluya. Wokovu haupatikani kwa manabii, haupatikani kwa maapostoli, haupatikani kwa maaskofu, haupatikani kwa archbishops, lakini wokovu unapatikana kwa Yesu. Amen. Amen. Na vizuri yangu naelewa na unashika kwamba wokovu wangu, yani sababu wakati tunapopokea wokovu ni kama kifurushi tunapokea. Tunapopokea wokovu katika maisha yetu ni kama kifurushi tunapokea, na kile kifurushi kinakuwa ndani yake kina zawadi za aina mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Na baadhi ya hizo zawadi ama yale yaliyo katika wokovu, unakuta pale kuna uponyaji, unakuta pale kuna kubarikiwa, unakuta pale kuna kuinuliwa, unakuta pale yani kuna ile hali ya Bwana kuja na kuingilia kati juu ya maisha yako. Unapoingia pale katika kile kifurushi cha wokovu, unakuta ya kwamba kuna ile hali mtu anapookoka anabadilika, maisha yake yanabadilika. Na kama umekaa katika kanisa mwaka 1, 2, 3 na hujaweza kubadilika, then there is a problem with you. Hello. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Pale nyuma kuna Mrs. Isaac na kuna mtoto pale. Na ule mtoto, yani kuna ule wakati alipozaliwa, Bwana wakati ulienda kumuona, Bwana anajua kutembea, Bwana anajua nini, alikuwa anashikwa. Saa hii naona mama kila wakati anaangalia, sababu anatoka hapa anaenda pale, sababu anakuwa katika wokovu. Lazima tukue. Bwana asifiwe. We must grow into salvation. Kuna watu ndio unakuta kwamba katika sisi tuliokoka, yani unakuta kwamba yani wengine tumekuwa, Paulo anasema kwamba wengine tumekuwa tu kama watoto wachanga. Paulo anazungumzia juu ya wokovu na anasema ya kwamba unakuta ya kwamba anasema kwamba wakati nilipokuwa mtoto nalikula, Petro anasema nalikunywa maziwa, lakini wakati nilipokuwa sasa nakuwa mtu mzima, sasa ninakula nyama. Ninajua nikipewa nyama iko na mifupa, ninaweza kuchagua nyama na mfupa nikaweze kutupa. Hii ni kusema ya kwamba kuna baadhi ya mambo mengine unayaangalia, unaona hii si ya Mungu, lazima itupwe. Amen.
Bwana asifiwe. Lazima ukaweze kukulia katika wokovu. Sio ya kwamba kila jambo kakitu kadogo ya kwamba umekaa miaka 10 katika wokovu, yani kana kukwaza, na hiyo ni jambo la kusema kwamba wacha niondoke niende, nimekwazika, yani kusema miaka 20 umekuwa mtoto wa kiroho. We must grow into salvation. Mwambie jirani yako, lazima tukulie katika wokovu. Mwambie lazima tutoke katika mtoto wa wokovu, tuwe watu wazima katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Na hivyo inakuwa ya kwamba ni mambo mengi, na hivyo inafanya kwamba unakuta ya kwamba mtu anakwazwa na mambo madogo, na pale sababu hajaweza kukomaa katika neno la Mungu. Na nataka sasa tukiwa katika lile, basi tuingie katika ile jambo lingine. Ni neema ya Mungu inatufanya tuokoke, sio uzuri. Hallelujah. It is by grace we are being saved. Ephesians chapter 2, 5 and 8, and 2 Timothy chapter 1 and 8 and 9. Somebody can read for us katika hiyo. Na pia hiyo tukisoma hiyo kwa njia ya imani katika Kristo. Pia wokovu tunapokea katika imani kama tumepata ile wa Ephesians 2, 5 and 8 inasema kwamba made us alive with Christ even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Bwana sasa, ili kwa neema. Hakuna mtu alizaliwa akiwa mzuri. Amen. Hakuna yeyote aliyezaliwa katika dunia hii aliyezaliwa na mwanamke anasema kwamba mimi nilikuwa mzuri. Hapana. We are being saved by grace. Hiyo neema imekufanya uokoke, na ni katika hiyo neema Bwana amekudumisha kupitia katika neema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni neema imekufanya namna hiyo. Huo mstari wa 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaambiwa ni kupitia katika neema tumeokolewa kupitia kwa imani. Si kwa, it is not and this is not from ourselves. Si jambo limetoka sisi kwetu sisi wenyewe. Hapana. Ili ni jambo limetoka ndani, ili ni jambo la kutoka kwa Bwana. It is the gift of God. Ili kipawa kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini unakuta kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba kuna watu wanaokaa katika wokovu na wengine wanaona kama walijiokoa. Unajua kama ni Yesu aliyekuokoa, lazima ukaweze kumtegemea katika maisha yako. You did not save yourself. You have been saved by grace of God. Ni kwa neema ya Mungu imekuokoa. Na kwa hivyo lazima ukamfuate Yesu katika ile hali vile anavyotaka katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndivyo kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Bwana asifiwe. This is about salvation. Ni lazima tukaweze angalia yani maisha yetu iko namna gani. Don't live as you save yourself. Sikae maisha ni kama wewe ulijiokoa. Sababu kama wewe ulijiokoa unataka kufanya chochote kile unataka. Jumapili umekuja na wewe umeokoka sababu wewe ulijiokoa. Kuna ule wakati unasema sasa nimeokoka naenda kanisani. Lakini unapotoka nje ya kanisa kuanzia Jumatatu na kuendelea hujaokoka. This somebody anayekaa kama alijiokoa. Lakini wale tumeokolewa na Yesu Kristo. Haleluya. Wale tumeokolewa na Yesu Kristo, lazima tufuate sheria ya Yesu Kristo. Lazima tujue sio sisi tuliyejiokoa, bali ni Yesu aliweza kutuokoa. Kwa hivyo tunaposoma ile jambo lingine ni neema ya Mungu katika Waefeso hiyo 5
na mstari wa 5 tumesoma, alafu tusome 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. Timothy. Biblia inatuambia vizuri, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has sent us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake mwenyewe na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu kabla ya wakati kuanza. Hallelujah. Ni nani anaangalia naona yani hakuokoka kupitia kwa neema siku ile? Unajua kila mtu kuna mahali alitolewa. Na Biblia wakati mwingine katika kitabu katika Isaia anasema kwamba kuna mwamba watu wengine walichimbwa. Bwana asifiwe sana. Tunapozungumzia unapoenda mahali mawe ya kujenga inapotolewa kwa kwale katika timbo la mawe, unapoangalia kile kimawe vile kinavyokuwa, yani unauliza hiki kitakuwa namna gani? Lakini kuna mtu pale aliye na nyondo na aliye na msumari wake wa pale, na unakuta ya kwamba yeye ana kile kimawe kikubwa ndio anakichonga, kinaweza kuwa kujenga nyumba. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia wewe mahali ulipotolewa. Si unajua mahali ulipotolewa. Hii ni kwa neema. Hii si kwa uzuri na usijigambe. Hapana. Kuwa mnyenyekevu na kuomba hii neema kila wakati ikaweze kuwa pamoja na wewe. Wale watu wengine tulizaliwa na wao, tunapokutanika na wao wanaonekana ni wazee sana. Yaani huyu walika yangu, tunapokutanika, huyu ni walika yako na katika meno hana mambo, yani ameisha kabisa. Mimi niliokoka na nikakaa kwa Yesu. Ile neema niko nayo imenifanya niwe vile nilivyo. Amen. Hiyo neema imekufanya uwe vile ulivyo siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Sio kwa sababu ya kukula vyakula vizuri, na si mbaya kupata hivyo. Sio nyama inaweza kufanya uwe mzuri. Afya inatokana kwa Mungu. Haleluya. Inatokana kwa Mungu. Sababu tunapookolewa, wokovu unaleta kubadilishwa kutoka ndani. Alafu maumbile yetu pia inabadilika. Na huu ndio wokovu wa kweli. Na kama wewe haujabadilika na uko na miaka mitano, lazima ujichunguze kabisa. Angalia maisha yako. Angalia vile ulivyo. We are painted from inside and outside. Hello? Tuko pamoja? Sianze kujiangalia. Kama ulibadilishwa uko ndani, unasema wokovu ni wa ndani. Je, katika utu wako wa nje umebadilika? Haleluya. Maongeo yako yamebadilika. Bwana asifiwe sana. Kama ni mama ama kama ni mzee, yani kuna mahali anafika na kasirika, unaangalia unashindwa kweli huyu ameokoka. Ifaki kama wale tunayekaa katika hizi nyumba za kukodisha, unasikia huyo mpira anavyoongea matamshi. Lazima ndani yetu, kama tumeokolewa kwa neema, hiyo neema ikaweza kutuongoza kutoa maneno mazuri, maneno yenye uhai, maneno yenye upatanisho,
Bwana asifiwe sana. Hii wokovu usikae kama umejiokoa wewe mwenyewe. Kujua wokovu ni wa Yesu Kristo. Amen. Na kujua hakuna njia nyingine mwanadamu apataye kuokoka isipokuwa ni njia ya Yesu Kristo. Tunapotoka katika ile sababu tuko ile njia ya wokovu, tumeona haya yote. Sasa kuna ile hali ya kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Hii katika Timotheo wa pili 11. Ni kweli tunaokoka, lakini hii ni kupitia kwa imani. Sema imani. Biblia inatuambia imani ni bayana ya mambo yale yasiyoonekana, yanayotarajiwa ya kwamba yapo, ijapokuwa uyao. Halo. Yaani kuna watu wamepewa ile neema. Walipoona Yesu Kristo. Paulo alipewa neema, akapata ufunuo, akakutanika na Yesu. Lakini hii njia ya wokovu ni lazima tukaweze kujua ya kwamba nataka tupate Tito 2:11, Titus 2:11. Lazima tukaweze kuangalia, yaani tumeokolewa kwa njia gani? Sisi ni kina nani? Nini kwa imani? Tito 2:11 or Titus. Hiyo ni kupitia kwa neema pia, lakini kwa njia ya imani katika Kristo, katika Mark chapter 16 and Acts of Apostles 16:31 inatuambia pale. Hebu tukarudi hii sababu ya masaa, tukaingie katika Mark 16:16 and Acts of Apostles 16:31. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Maana neema ya Mungu inaowaokoa wanadamu wote imefunguliwa. Bwana asifiwe sana. Tumeona ni kwa neema. Kuna matendo wewe ulitenda mazuri ndio ukaokolewa. Kuna matendo tulitenda hakuna. Inasema whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Hii ni kusema ya kwamba wokovu ni kupitia pia imani. Amen. Nimesema kwamba kuna watu wamepewa tu neema. Bwana Yesu anajitokeza kwake na anamuona. Si neema amepewa. Na wewe pia hujawahi kumuona, lazima uamini yeye. Amen. Bwana asifiwe. Lazima uamini ya kwamba yeye yupo na amekuokoa. Jumapili niliuliza kwamba wakati ambaye kusikia kwamba kweli nimeokoka ama sijaokoka. Na mimi nikasema wakati nilipookoka, kuna wadugu tuliokoka na wao. Kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Kiani. Na sasa ikafika wakati after 3 miezi mitatu nikakuta Kiani mahali. Nikamkuta mahali akihubiri kwa idaka. Nikashindwa, nikilia kwanza ninaangalia ndio mwono. Bwana asifiwe sana. Yaani nikaenda kwa magoti nikamuuliza Mungu, huyu tuliokoka pamoja na yeye. Tuliokoka pamoja na yeye. Na baada ya miezi mitatu namkuta akihubiri. Nikaenda kwa Mungu nikamuuliza Mungu, niambie kama ni gani nimeokoka. Sababu mimi haya mambo
siwezi. Akaniambia kwamba nikasikia katika moyo wangu, you are still saved. Kwa hivyo wewe unayesikia kwamba ni kama hujaokoka, kile kinatufanya kuokoka ni kumwamini Yesu. Amen. Ni kumwamini nani? Yesu. Ni kumwamini Yesu. Sio katika mambo mengine. Ni kwenda msalabani. Msalaba sio mwingine bali ni msalaba wa Yesu Kristo. Amen. Hapo ndio tumepokea wokovu katika njia ya imani. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Asiamini atafanya nini? Atahukumiwa. Nimekuwa nikifikiria isipokuwa pia ni juu ya wokovu. Jambo limekuwa likija katika maisha, katika moyo wangu kutoka sana. Can somebody lose salvation? Je, mtu anaweza kupoteza wokovu? Ndio. Si mtu anaweza kupoteza wokovu? Hebu tusome katika hiyo ingine. Hiyo ni kutia Acts of Apostles 16:1. Alafu mtu mmoja afungue katika Romans chapter 11 verse 6 and Ephesians chapter 2 8 and 9. Sio kwa Matendo ya Mitume 16. Unapoisoma inatuambia they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Si imani? Hapa chini anasema wakamwambia, muamini Bwana Yesu Kristo. Yaani muamini hata kama umuoni. Bwana sasa. Muamini. Unajua mimi nafanya kazi. Na baadhi ya watu ninakutana nao, nakutana watu aina mbalimbali. Mpaka wakati mwingine naambia mtu ya kwamba unapokulingana na vitu yote unaniambia, umeona kama umeokoka. Yaani namuuliza tu, unaona kama umewananiambia kulingana na mimi sijaokoka. Ni vibaya nikikuelekeza kwa maombi ya toba ndio ili Bwana aweze kufanya kazi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Sababu watu wanafikiria kwamba baadhi ya mambo mengine ni kuombewa tu na mambo ikaweze kutendeka. Huyu Yesu alipo katika maisha yako. Maisha yako umeishi maisha mabaya. Alafu unataka huyu Yesu afanye kitu katika maisha yako. How? Kwa hivyo ni kumwamini Yesu Kristo na tunaokoka. Hebu tuende katika hiyo ingine na tukaweze kuangalia hiyo ingine. Sio katika Matendo. Romans chapter 11, 6. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Hebu tusome hiyo. And if by grace, then cannot be based on works. If it were grace, would not longer be grace. Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena. Hapa tunaambiwa sio matendo yanatuambia tuokoke. Mama Gift, ni matendo. Ni kwa nini? Si kwa matendo. Au hapo neema isingekuwa neema, sababu kama ni matendo basi ingekuwa ni neema. Unajua kuna wakati na niwafundisha habari ya neema. Neema ni kusema ya kwamba yani ni ile, sasa nieleze namna gani, ni ile hali ya Mungu yani kukuonyesha upendo wake usio na kifani
usio na nini chochote kile, kupitia kwa wingi wa dhambi zako na mambo yako yote, yaani anakuonyesha tu anakupenda, yaani anakuonyesha upendo usio wa kawaida, na anakuokoa vile ulivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani kuna mtu mmoja juzi tulipokuwa tukiongea na yeye, na akaniuliza, Pastor, yaani mtu kama huyo ametenda hayo mambo, ameua, amefanya na ameua watu wengi, akienda kwa Yesu ataokolewa? Hii mnaonaje? Mnaonaje? Mama Gift, unaona namna gani? Ataokolewa? Akienda kwa Yesu anasamehewa. Yaani yule mtu amefanya vituko, amekuwa mwizi sugu, ameua watu, ataokolewa? Sababu wokovu ni kwa neema, na lazima naye akaweza kubadilika. Lakini kuna vitu vingine kama vile Paulo alivyokuwa unapitia, wale waliokuwa wanatesa mwili wa Yesu Kristo, waliotesa makanisa. Paulo anasema kwamba hii ni neema mimi nilipata, sababu nilitesa kanisa. Walioamini niliwatesa kwa njia kubwa sana. Bwana asaidie sana. Kwa hiyo lazima ukaweze kuona kwamba hii yote si katika matendo, si matendo. Sio kama umewahi kuona ya kwamba niulize ndugu pengine kutoka huko Kakamega, unaweza kuangalia mama ama msichana kutoka utotoni mwake. Unajua kama kuna mkurinu rafiki yangu anaitwa Samii, tulikaa na yeye tukaongea, nikamuuliza, Samii, na vile mimi nakuangaliaka umeokoka? Sababu kirema ikaji hapa na yale mambo nasikia akiongea, ajalai hiki nilivaa sababu nilikuta wazazi wako nayo. Wazazi walikuwa na kile. Kwa hiyo mimi sijao, hata juzi nilikuwa na rada nimembeba. Labda yako namna hiyo. Kuna watu wanaweza kuzaliwa, walizaliwa tu unaona ya kwamba huyo ni hiki. Unaweza kufikiria ameokoka. Yaani kulingana na atukani, afanye mambo. Na kuna hao sasa Rusi, ukiangalia hawa watu wanakuwa vigumu sana kuokoka. Sababu anaenda akona vituko na sababu anakuambia mimi sichukui vitu vya mali, sifanyi ukahaba, mimi sifanyi hii mambo ya vijana. Yaani anakuelezea na unaona anaona yeye ni mzuri na anaweza enda mbinguni. Lakini njia ya mbinguni ni wokovu. Sio hiyo matendo aliyo nayo. Yeyote amezaliwa na mwanadamu kutoka wakati na kwa Adamu, yeye ni mwenye dhambi. Wangapi walio wazaliwa wa Adamu hapa? Baba wetu, wazazi wetu wa kwanza walikuwa Adamu na Hawa. Walizenda nani? Na sisi tulitoka wapi? Kwa hiyo yote aliyezaliwa, hata kale ka mtoto kadogo, yeye ni mwenye dhambi. Anapoanza kujua mambo, yeye ni mwenye dhambi, ni uzao wa wenye dhambi. Sio matendo, si hivi, sifanyi. Hapana. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Baba Tesi, unafikiriaje? Ni matendo nifanya mwokovu? Kuna wao watu, sio kama umewahi
kukutana na wao. Yaani ukihubiria huyo mtu anakuambia ndio hiyo unasema, lakini kumeona kama fulani yule ndiye aliokoka, ndio alikuwa mrefu sana huyo. Mimi sijaonja hilo pombe. Hiyo mambo ya uzinzi mimi sijafanya. Kwa hivyo mimi nisaenda Mungu na anakuambia mimi mambo hapana. Lakini bado tumeona wokovu ni kwa neema na kwa imani ya Yesu Kristo. Na hapa tumeambiwa si kwa matendo ama vile ulivyozaliwa. Wangapi katikati yetu anafikiria kwamba sababu ya vile nilivyokuwa, vile nilizaliwa, sikufanya hii, sikufanya ile ingine, kupitia katika hayo mimi nimeokoka? Inua mkono. Hakuna. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuangalie yani vile tulivyo. Hebu tusome ule mstari wa mwisho tuingie katika ibada. Praise and worship, ukaweza kujitayarisha. Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved. Okay. Ephesians 2. Biblia inatuambia vizuri. Waefeso 2:8 na 9. Inatuambia, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Kwa maana umeokolewa tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. 9. Not by works, so that no one can boast. Sio katika matendo, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Sio hiyo tulikuwa nazungumzia. Yaani vile watu wanajisifu. Nenda ukahubirie mtu aliyetoka katika Catherine. Wakati mmoja tulikuwa na mama mmoja hata pale kwetu nyumbani, yeye ni Mkatoliki, ninasema ameokoka, akafiwa na mumewe. Lakini sasa wakati wa maombolezi, tunajua wao ndio walikuwa wanahubiri, kaenda pale sababu ni jirani, unajikuta tu uko pale. Wakafanya mambo yao na wakaiba. Alafu wakauliza, kuna mtu aliye hapa pengine anaweza kuongezea kitu kidogo katika hayo sababu tumehubiri. Mimi kwangu sikusikia kama wamehubiri. Kwa hivyo na wakaiba wimbo ubwanoge yatugakuwa na kitu. Sasa nikaitisha ule wimbo, nikaweka hapa, nikahubiri kupitia katika hayo maneno yameandikwa katika huo wimbo. Sasa wale walikuwa pale wakaniangalia, wakasema, tunaipanga lakini hatujui ni nini tunaipanga. Wale walikuwa wamehubiri. Nikawaambia, hakuna atakaye kuona Mungu. Sasa hii wimbo ndio mnaipanga, lakini hamna ufunuo juu ya wimbo. Wakaniambia, hapana, hata tunataka badala sisi tuwe tunahubiri, wewe unatuhubiria. Sababu hapa angalia, si kwa matendo. Mambo na yangu na ile mambo ya matendo sana, si kote. Kuna wale wengine mafadha wameokoka na ni wazuri sana. Ninaenda wanaponiona wananiambia kuja ukae hapa. Bwana asifiwe sana. Hata wao
wananiambia kuja ukae hapa. Unajua kama haujaweza pitia katika majaribu ya wokovu, hauwezi ukajua chochote. Wokovu huu uko na gharama. Bwana sasa. Huu wokovu uko na gharama. Na nilihubiri wakati mmoja, kijana tulikuwa tunasoma na yeye, nikahubiri katika maombolezi kwao. Alafu keshowe Father sababu alikuwa anasikana, alikuwa tu kijana barabara mingi. Huyo mzee aliambia watu wokovu. Hapo kakijana kaliwa, na nilihubiri usiku huo. Baadhi watu walikuwa wameokoka, wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha. Hiyo siku ingine sababu nilienda kwa mazishi, watu wale walikuwa hiyo usiku walikuwa na nilienda kwa kamuti nikakaa pale. Nikalia. Sababu kakijana kalizaliwa. Kile kama anakoletea siku ndio hao. Kile nilikaona na kakuapia ndio wokovu. Akanizungumzia hapo mbili, alinena mambo yake. Nikamwambia Mungu, kama nilihubiri habari yako, unitetee. Nikalia, nikamwambia Mungu, nataka unitetee. Baada ya miezi mitatu, mke wake wa huyo Father akaenda Mombasa. Wakakosana, akaenda Mombasa. Baada ya kwenda Mombasa, wakati alikuwa ameenda kwa familia zao, alienda huko akaokoka, akaja tu ameokoka. Sasa mimi nilienda tena kwa huyo Father, nikawa tuna ujasiri, nikaenda pale. Sasa wakati yule mama aliponiona, aisamua kautuzera hii wadhani yakoso na hii koraho ndoki nende mohoro sifata amekaa hapo. Akati nipo msalimia, kaniambia habari sami nzuri, niambia wewe uondoke niliondoke. Bwana asifiwe. Hii wokovu uko na gharama. Wengine tumepigwa sababu ya wokovu. Wakati nafika tunamtetea Yesu. Kwa hivyo hapa Biblia inatuambia usije ukajisifu, si katika matendo. No, not about the works. Hello. Tuko pamoja. Si katika matendo, usije ukajisifu. Hii ni kwa ile hali ya neema ya kupitia kwa imani katika Kristo Yesu. Si kwa mtu mwingine ambaye sio katika kardinali. Hapana. Sio katika Father, sio katika askofu ama mchungaji awaye yote. Yesu Kristo ndiye anayeokoa watu. Na hata kuangalia maisha yao, maisha ya wokovu iko namna gani? Ulienda msalabani kwa njia gani? Haleluya. Jamwambia kwamba watu wanakuja hapa tufokansi na sababu kitu kimoja, unapokuja lazima umeokoka ndio. Mchungaji wako unakuta kwamba hata mtu ajui mchungaji wake, unaenda kanisa fulani lakini ajui mchungaji. Hiyo ni kusema ni chachi bora, wakati wote yule anasikia anaenda kwa kanisa. Sababu lazima ukaweze kujipatania, yani kujua mchungaji wako anaitwa nani, hata kama hujaweza kuwasiliana na yeye. Bwana asifiwe. Wokovu ni wa maana. Nataka tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa neema hii umetuokoa kupitia kwa imani kwa mwanao Yesu Kristo. Na ndio maana hivyo tulivyo siku ya leo ni sababu ya neema yako. Tumepatikana, tumeokolewa na wewe. Tupe ile hali ya kuamini, na hiyo neema ikaendelee kuwa pamoja nasi. Bwana Yesu, tunatikabidhi mikononi mwako tunapoingia katika ibada
tuongoze mpaka tufike tamati ya kila kitu. Kila jambo tunaliweka mikononi mwako Yesu, tukiomba hiyo neema, sio katika matendo, tusije tukajisifu. Bwana, tunaomba ukaweze kutusaidia. Libariki kanisa lako, wale hawako na hakika ya wokovu wao, adhibitishie wokovu wako katika mikononi mwako, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba.